Napenda kutoa taarifa ya kupatikana kwa Padri Camillus Aaron Nikata kama ifuatavyo. Tarehe 9 mwezi wa 10 2025, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa Padri Camillus Nikata wa Jimbo Kuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania, yani SAUT Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo, makachero wabobezi wa Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huu, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025, Padri Camillus Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa. Mawa iko kata ya Hanga. Hanga hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao Padri Camillus Aaron Nikata. Padri amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka jimboni siku ile jioni, akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa ya kwanza alitoka nacho akiwa pale. Lakini padri anapatikana akiwa amezoofu kwa njaa baada ya kutokula kwa siku nyingi, na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo londoka nalo likiwa limeanza kuliwa na mchwa. Amekutwa na hati ya kusafiria, kutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi 13,500. Amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa ameizima. Vile vile amekutwa na funguo mbalimbali ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Upelelezi ambao ulianza toka tarehe 9 kwa kuwahoji wale watu wote waliokuwa wametiliwa shaka kuhusika, kama wamehusika kwa namna moja ya kupotea kwa padri huyo, kabla na baada, umeonyesha kwamba sababu kubwa za padri kujipoteza na kutokomea mashambani karibu na kijiji alichozaliwa ni kama zifuatazo. Moja ni msongo wa mawazo uliotokana na madeni mengi yaliyokuwa chini ya uwezo wake. Upelelezi umegundua madeni mengi ambayo padri alikuwa anakabiliana nayo na kuonyesha kwamba alikuwa anashindwa kuyarudisha, na wanaomdai tumewapata. Pili, sababu ya tatu ya padri kujipoteza ilikuwa ni maradhi. Padri Nikata kwa muda mrefu alikuwa anasumbuliwa na pressure ya macho na alifanikiwa kufanyiwa operation ya jicho moja, na sasa alikuwa anahitajika kufanyiwa operation ya jicho la pili. Lakini alikuwa sababu ya 4, padri huyo alikuwa ameamua kuacha kazi ya upadi kwa sababu za kiafya, sababu za hayo. Lakini fadha huyo hakupewa nafasi ya kusikilizwa na uongozi wake. Kwa hiyo akaamua kujichukulia uamuzi wa kujipoteza yeye mwenyewe kwa kuelekea huko nyumbani kwao. Wito: Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linatoa wito kwa watu wote wenye taaluma na wakada mbalimbali bila kujali taasisi zao kushirikisha wanajamii wenzao kwa matatizo yanayowakabili badala ya kukaa nayo moyoni wenyewe. Aidha, na waasa wakuu wa taasisi mbalimbali kuhakikisha wanawapa nafasi na kusikiliza changamoto za walio chini yao ili waweze kuzitatua kabla hazijaleta taharuki kwa jamii. Hali ya Padri Nikata inaendelea kuimarika baada ya kupata huduma ya kwanza, na sasa yuko Homso, hospitali ya mkoa Homso akipatiwa matibabu. Aidha, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma
linathibitisha pasi na shaka kwamba Padri Camillus Alon Nikata hakutekwa, bali alijipoteza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu nilizozitaja hapo juu.